Yes, bana, mambo vipi? Hapa ni Clavo TV na Trend TV na Dimpo TV, lakini leo tupo na mdau ambaye masuala mazima ya tasnia ya burudani na kadhalika. Bwana mwenetu, kwanza mambo vipi? Kama kawaida mwanangu, mishe vipi? Bwana mishe safi za muda mrefu kaka. Bwana unyama, Mungu anasaidia bwana. Bwana unaona naendelea huko mjini kaka? Niambie, mambo ni mengi. Maana kwanza kuna story ya Zuchu ana trend sana sasa hivi kuliko mtu mwingine yoyote. Zuchu Diamond tunaona worldwide sasa hivi. Au unazungumzia story ipi kaka? Kaka, sasa hivi nasikia kuna watu wamevunja rekodi. Yaani kuna rekodi ambayo imewekwa, lakini rekodi imewekwa ndani ya msimu mmoja, lakini huo huo kuna mshikaji kaja kuvunja hiyo rekodi. Masiala bwana. Kaka, watu sio wema. Lakini unazungumzia story ipi? Kaka, ili kwanza tulike pembeni kidogo, ila kuna story fulani viyote sana. Nataka uangalie hii clip hapa. Uangalie kwanza hii clip hapa. Alafu niambie kwa maadili ya Kitanzania imekaaje kitaalamu. Huyu ni nani? Lakini naona huyu ni Aziz Ki. Wewe ni Aziz Ki. Okay, sawa. Sasa hii huyu nani huyu, ni binti gani huyu? Huyo unamwona hapo, si mamake na Msemo Beto? Masiala bwana kweli. Kaka, muangalie vizuri kaka, huyo mamake na Msemo Beto. Hii video sijaiona mwanangu, imeanza kutrend leo nini? Kaka, hiyo leo asubuhi hapa tumetoka tu mtandaoni na bwana. Bwana, mbona sasa vitu vyeusi? Yaani hapo ni nini? Ni kuna ugomvi au lakini kama ingekuwa ugomvi ingekuwa vagi, si ndio? Sasa kwanza nikuulize, hivi inawezekanaje unakuwa na mkwe wako usiku kama ule sehemu za burudani? Kwanza kabisa bwana, hii ndio issue ambayo waga tunazungumziaga kwamba mambo ya maadili. Umeona? Alafu sasa hivi vitu tulikuwa tu expect sana kutoka kwa watu wazima, watu ambao wamejifungua, wana watoto wakubwa kiasi hiki. Umeona? Sasa huwezi ukawa unaenda kuzungumza na mkweo sehemu kama hiyo. Hapo unaona kuna bia, kuna watu hapo wamekaa pembeni. Huyu ni mtu tu karekodi ka post, si ndio? Maana yake ni kwamba bwana. Kwanza kabisa hii issue, kama iwapo Hamisa hajui kwamba huyu mama yupo huku na huyu Aziz Ki, ni tatizo hilo. Yaani red flag namba moja. Alafu pili, sasa hapo huyu mama alikuwa anataka nini? Au mama si umemwona pale kwenye ukumbi wa starehe, alafu kamshika kabisa mkono mkweo kama vile anamzuia, yani kuna yani kwa kifupi ni kwamba kwanza kabisa hii issue ya watu kwenda kuzungumzia baa, nyinyi ni Wachaga? Nyinyi ni Wachaga, mnaendaje kuzungumza vitu baa? Wewe na mkweo unaenda kuzungumza baa, yani mnaenda kuzungumza sehemu ya starehe, mnazungumza nini? Unajua sehemu ya starehe ni kwa ajili ya starehe. Unaendaje kwenye starehe na mkweo? Umeona? Kwa sababu ukienda sehemu kama hizo, ni iwe ni bar, iwe ni resort, iwe ni nini, ni sehemu ya starehe. Unashaelewa? Iwe ni hoteli, umeona? Hiyo ni sehemu ya starehe. Sasa sehemu ya starehe watu wanaendaga na watu wa karibu, washikaji, nini, marafiki, umeona? Mashemeji, umeona bwana? Wapenzi wao, wake zao, unashaelewa? Waume zao, umeona? Wewe unaendaje sehemu ya starehe na mkweo? Unaenda kufanya starehe gani? Alafu pale inaonekana kabisa Hamisa hayupo. Of course hiyo pia ni point nyingine tena, Hamisa hayupo. Alafu sasa kitu kibaya zaidi ni kwamba hivi vitu inakuwaje ufikirie unakuja kuvifanya mbele za watu? Unajua kabisa kwamba sasa hivi kila mtu ni mwandishi wa habari, kila mtu sasa hivi ana rekodi, ana posti. Unafanyaje vitu kama hivi? Ni kwamba hata kama umeelewa inatakiwa kidogo unajicompose. Unaelewa bwana, yani unajipreserve wewe mwenyewe. Kwa sababu unajua kwamba sasa hivi hii mitandao bwana sio kitu kizuri. Anytime unaweza kujichanganya. Umeona? Sasa imekwaje bi mkubwa anamng'ang'ania? Maana hapo inaonekana kama vile anamlazimisha kitu kijana au anamng'ang'ania kwa mujibu ambavyo inavyoonekana kwenye video, yani inavyoonyesha. Hapa yanaonekana kama anataka kumkisi fulani hivi. Afu mkweli. Ni kweli ukisema maana hapo sasa narratives zinakuwa kila mtu anakuja na story yake sasa. Inabidi wa clear the air. Yani inabidi wenyewe pia wafanye interview waelezee kwamba nini kimetokea hapo. Maana vinginevyo kila mtu atakuja na point yake kwamba bwana anataka kumbusu. Umeona? Kwa sababu wabongo tunajua tena hawakawii kuzusha. Umeona? Ukiweka tu kitu mtandaoni, yani ukiwapa kichwa cha habari, story nzima wanakuja naye. Umeona bwana? Sasa kwa hii kinachoonekana inaonekana kweli. Ukisema anataka kumkisi inaonekana kama kweli anataka kumkisi. Na kijana alikuwa anamzuia. Na umeona kama vile kijana ameondoka kama vile hajapenda kilichotokea. Sasa mambo ni mengi. Umeona bwana? Alafu pia vile vile hiyo mbona mbaya sasa. Yaani hiyo mbaya kidogo. Kama anataka kumkisi inakuwaje sasa anataka kumkisi mkweo? Hivi na ishawahi kutokea kwamba mkweo anamshika kiuno? Yaani mkweo wako anakushikaje kiuno? Haipo. Yaani hiyo haipo. Kwanza kabisa ni kwamba ni katika watu wote katika familia, kama umeoa, umeona bwana, au kama wewe ni mtu mzima ambaye binti yako ameolewa, yani huwezi kuzoeana na mkweo. Mkweo obviously always lazima awe anakuogopa. Ushaelewa? Ndio maana kuna siku niliona huyo bibi mkubwa alikuwa anajirekodi selfie na kijana pembeni.
hivyo vitu utakiwa kufanya. Yani umeona Mama Dangote anavyo keep distance, umeona au Mama Dija Kopo shakumwona sasa hivi akiwa na ukaribu na Diamond, ana ukaribu, umeona yani hakunaga huo ukaribu. Wewe unatakiwa umheshimu, umeona yani kivyo vyote vile hakuna mazoea, mwezi mkao unaongea pumba pumba, mnajirekodi selfie nini, hivyo vitu ni red flag. Umeona, au anataka heshima ya kizungu. Hamna mambo ya kizungu kibongo bongo, umeona yani mambo ya kizungu ni kizungu, kibongo kibongo. Yani ukifanya vitu vya kizungu bongo havi make sense, umeharibu. Kwa sababu na huyo Aziz Ki anaonekana tu ni kijana mstaarabu, umeona kwa sababu angekuwa kijana mwingine wa kibongo anakupenyezea bwana. Bongo ana gadogo, hawa bongo, vijana wa kibongo hawajali. Vijana wa kibongo ukijichanganya, unamsogelea hajali, huyu ni mkwe, huyu ni nini, anakuwekea kweli. Kwa hapa kama kijana wa kibongo sasa hivi tunahesabia, msingeona hiyo video kuku na mayai. Yani kwamba ni angekuwa kijana wa kibongo ambaye amevurugu, hiyo video isingesambaa. Hilo jambo lilikuwa limeshaisha behind the scene kinyamwezi, umeona. Lakini sasa ndio hivyo, kijana anaonekana kwamba sio vitu vyake, hataki huo karibu huenda, lakini kwa jinsi ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo, either kwa hili kuna jambo ambalo ni jeusi linaendelea, kijana hajapendezwa nalo, au kulikuwa kuna ugomvi, umeona, labda alikuwa anasuluhishwa kesi wamegombana, labda na Hamisa akagombana na Aziz Ki, bibi mkubwa alikuwa anambembeleza Aziz Ki amsikilize Hamisa na nini, wanaombana radhi, akatoka nje ndo akawa anamzuia, bwana usitoke. Lakini hata kama anamzuia au hata kama anataka kusuluhisha ugomvi, huwezi kumshika mkweo kiuno, I make sense. Umeona sasa, kutokana na hiyo issue inapelekea watu kumtandaoni wanaanza kuongea vitu vyeusi, umeona bwana. Yani pale amezingua, huwezi kumshika kiuno vile. Alafu ukiangalia pia mama yake Hamisa bado na yeye so ejingo ujue mtu fulani hivi naye. Yani of course ndio yale nawasema. Yani ni kwamba ni mkwe mwenyewe ndio hivyo, yani sio umri wake wani haujaenda hivyo, sio mzee. Mtu kabisa. Ni mtu fulani tu, yani ni mama wa makamu. Umeona bwana. Ndio maana nakwambia kwamba angekuwa ni kijana wa kibongo, muuni, long time. Sasa vipi kama Aziz Ki atakuwa anakula kuku na mayai? Hilo swala kwa jinsi, kwa hiyo video inavyoonekana pale haipo. Hilo swala halipo. Kwa hiyo video inavyoonekana kwamba kijana anaonekana kabisa kwamba yani amekaza kwamba no, usinisogelea, usinikumbatie, usinisogezee mdomo, kaa huko. Umeona inavyoonekana, kwa jinsi video inavyoonekana, kwa sababu kama ingekuwa jambo lina nani hivi, watu wangerekodi wakiwa kashikwa kiuno na yeye angemshika kiuno. Umeona hapo, ungesema kweli hapa mwana mwenetu hapa anakoroga. Au wanasema kwamba ukishalewa, yani ukishalewa mambo mengine yanakuwa yanakutokea tu automatically. Pombe tuseme labda mama Aziz Ki, mama Hamisa amelewa pale. Ukilewa kitu chako cha ndani kabisa kinaonekana. Ushaelewa? Yani mtu akilewa kitu chake cha ndani, ile desire yake ya ndani kabisa inaonekana. Ushanifahamu vizuri kwa maana ya kwamba yani kama wewe ni una siri za watu, ukilewa utazitoa. Ushaelewa? Yani ukishalewa tu unatoboa siri. Bwana huyu bwana mwizi. Huyu bwana tulifanyaga kitu fulani. Umeona? Hata kijana wa kiume ukiwa na mambo ya upinde, ukilewa siku hiyo ndio watu tutakujua kwamba wewe una mambo ya upinde. Kwa sababu gani? Ukishalewa siri zako za ndani zinatoka. Sasa basi kama ukisema kwamba bibi mkubwa alikuwa amelewa, basi ndo amefanya hivi. Maana ni kwamba alikuwa anatamani kufanya hivyo akiwa mkavu. Umeona? Lakini sasa baada ya kulewa ameona sasa ngoja nifanye. Tabia zake. Yani ndo hivyo yani, sasa yeye kama ndo amelewa basi ndo hivyo. Sema ukilewa, unajua siri ya pombe. Pombe bwana inakutolea siri zako zote ambazo uko unataka kuzifanya, unazifanya bila kuogopa. Umeona? Kwa kama ndo amelewa afu ndo akafanya hivyo, maana yake basi hicho kitu alikuwa anataka kukifanya way back. Ila baada ya kulewa ndo ameamua sasa expose. Maana hamna jema hapo mwanangu. Yaani kivyo vyote vile hii issue haijakaa vizuri. Kwa hapo hauna ana namna ya kujitetea. Namna ya kujitetea, kuna vitu vinaitwa hivi, vitu nilishazungumzaga sana before, ni kwamba of course kama kuna sababu nzuri wanaweza kaielezea watu wakatulia, waielezee. Ushaelewa? Vinginevyo kila mtu atakuja na wazo lake, kila mtu ataongea kitu chake anavyojua yeye. Ushaelewa? Lakini kuna watu wale wa damage control, hata kama ni jambo jeusi, wanaweza kaajiri watu wakaja wakaua hizo. Mbona jambo jepesi tu? Sasa okay, amesema Beto tap hajaambiwa, amekutana na hii habari mtandaoni. Jifikirie. Hapo kwanza kama hajui, lazima kwanza amuulize kwanza. Bani kiusema ule ukweli kama mwanaume uwezi ukaanza kwenda kumwambia mkeo hilo jambo moja kwa moja. Aibu. Ushaelewa? Uwezi kwenda kuongea na mkeo, unaanzia wapi? Unamwambiaje ni mkeo? Umeona? Sasa hapa inabidi kwanza Hamisa kwanza aongee kwanza na mama yake kwanza. Mama yake mzazi tena. Kuna kitu gani?
Bibi mkubwa kule ndo atajua cha kuongea kwamba bwana, bwana nimemkuta bwana kuna binti kule au kuna hiki hivyo vyote vile atajua mwenyewe anasema vipi, lakini hii issue mimi sielewi. Yaani inabidi, yaani lazima waongee. Yaani inabidi watoke front waeleze bwana ile video bwana kuna hiki na hiki na hiki kilitokea, vinginevyo kila mtu atakuja na mtazamo wake, watazidi kuchafuliwa kinamna moja au nyingine. Ndoa ipo amna kwenye swala zima la nini la kudumu kwa iko kitu kishaenda public, kishaenda viral, ndoa itakuwepo au amna kaka? Ndoa bwana, hii jambo lishakuwa gumu. Una asilimia ngapi? Yaani jambo lishakuwa gumu kwa sababu yaani wanaishije sasa hapa baada ya hapa wanaishije sasa mtu na mkwewe? Wanatazamana vipi? Wakigombana kwa mfano huyu binti akigombana na mumewe, wanaenda kusuluhisha kwa nani? Wakati mkwe mwenyewe ndo namna gani yeye pesa. Unaona? Ile jambo lile lishakuwa gumu. Ila ndio hivyo itabidi tu sijui inakuwaje, ila ndoa inaonekana kwamba ndoa ipo, lakini sasa kwa hiki kilichotokea labda kuwe na sababu nyingine ambayo ina uzito zaidi ya ku make sense ili swala li make sense ya. Okay, sasa pale ni nini? Sasa labda una kitu gani ambacho unawashauri wa mama wa kibongo hasa kwenye masuala zima wakiwa na wakwe zao wazingatie ili labda wasifike huko waliofika mama yake na Hamisa Mobeto? Kwa mama wa kibongo, kaa mbali na mkweo. Sawa bwana, sio wa mama tu, hata wadada wakae mbali na wakwe zao wa kiume vile vile. Ushaelewa bwana, msiwe na mazoea. Unamzoea mkweo ili weje? Dunia yenyewe ishabadilika, hii make sense kitu kama hivyo. Ukijichanganya watu wanakupenyezea kweli. Ukikutana na kijana kweli wa kibongo ajitambue, mapema tu. Hii michongo hii. Watu wakae mbali na wakwe zao. Kaa mbali na mashemeji, wakwe sijui nini, yani kaa nao mbali. Sasa pale mfano Ziziki ingekula, wewe ungempa lawama? Ungempa lawama Ziziki? Yani tukizungumzia kitu kwa busara yani zaidi. Haipendezi. Unakosa nini? Mbona Hamisa mkali? Kimekuvutia nini kwa mama yake? Sasa mfano ndo ile yani unajua mwanaume ana ile emotion ya haraka haraka na nini? Hapana, wewe utakuwa ni fisi. Ama I make sense yani. I make sense. Bana, mwanetu anakwambia I make sense kwa upande wa hilo jambo ambalo linaendelea la Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki, lakini vile vile pamoja na mamao mama mkwe wa Aziz Ki. Bana, mambo ni mengi. Sasa kuna kitu gani ambacho unatuambia hapo kwenye comment hapo, alafu usahau kusubscribe, tukometisha kinoma noma.